Habari yako mpendwa mtazamaji wa Force News Tanzania. Natumai uko salama na unaendelea vyema popote unapotufuatilia. Karibu katika muktasari wa kurasa za mbele za magazeti pamoja na kurasa za michezo kutoka magazeti mbalimbali yaliyochapishwa leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Ngonise Kahise nikiwa hapa kukuletea kwa ufupi vichwa vya habari vikuu vinavyozungumziwa zaidi hapa nchini kwa siku ya leo. Na kipindi hiki kinakujia kwa hisani ya sabuni ya Wakawaka, sabuni maalum yenye vitamin C na vitamin B6 kwa afya bora ya ngozi. Sabuni ya Wakawaka husaidia kung'arisha na kulainisha ngozi, kulinda ngozi dhidi ya matatizo kama utangotango pamoja na magonjwa ya ngozi, kupunguza chunusi, harara pamoja na madoa sugu. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Na moja kwa moja ninaanza na gazeti Mwanahabari ambapo kichwa kikuu cha habari kinasema huruma ya mama. Rais Samia mwasili mtoto aliyetelekezwa Tabora. Apewa jina la Grace Samia Suluhu, asema wanaotupa watoto hawajui wanalolifanya. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwigulu, kila mkuu wa mkoa atatoa taarifa kuhusu uwekezaji. Serikali yapendekeza kukusanya na kutumia trilioni 62.334 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania Uganda zaainisha maeneo 4 ya ushirikiano wa kimkakati. Mwanahabari Sebo wa EFM TVE yafariki dunia. Kuzikwa kwao Uganda. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Mwanahabari, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na moja kwa moja ninakamata gazeti Nipashe. Kilichojiri Oktoba 29. UN yateta na rais, tume Chadema. Mjumbe maalum wa UN atumwa nchini kusikiliza maoni ya wadau kuhusu hali ya kisiasa. Serikali yasema itatekeleza mapendekezo. Chadema yatangaza msimamo wake. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vigogo duniani waumiza kichwa bei juu ya mafuta. Habari hii utaipata ukurasa wa 19 kwa uzuri zaidi. Ofisi Chauma zafungwa, zilizo wazi hazina ofisa. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Askofu ang'aka mabomu ya machozi kupigwa kanisani. Habari hii utaipata pia ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia mwasili mtoto mchanga aliyetelekezwa. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa pili wa gazeti Nipashe, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Nipashe, na moja kwa moja naligeukia gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Rais Samia aihakikishia UN Tanzania ina utulivu wa kisiasa. Habari hii utaipata ukurasa wa pili. REA yatoa zaidi ya bilioni 5 kuzalisha umeme wa maji Lupali. Dr. Mwigulu aanza ziara ya siku 4 Katavi. NBS yasema tafiti zitasaidia kuimarisha sera za viwanda na sekta ya kifedha. Wamiliki wa viwanja visivyoendelezwa Dodoma waonywa kufutiwa umiliki. Habari hii utaipata zaidi ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Taifa Tanzania, na moja kwa moja naligeukia gazeti Mwananchi. Kichwa kikuu cha habari kinasema Chadema ACT sasa waishtaki serikali. UN walalamikia changamoto kwenye mifumo ya demokrasia, haki, katiba na kilichotokea kwenye uchaguzi. Rais Samia asisitiza uwajibikaji, haki yaliyotokea Oktoba 29. Dr. Mbigilo asema demokrasia kipaumbele nchini. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti Mwananchi. Uwekezaji NMG hautaathiri weledi wa uhariri, amesema Rostam. Habari hii utaipata ukurasa wa pili vile vile. Nafasi Tanzania kwenye uchumi wa madini muhimu, tani milioni 18. Habari hii utaipata ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Sababu Robert Kisena wenzake kuachiwa huru. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 16. Watumishi 417 wa gati la mafuta walilia malipo. Habari hii utaipata ukurasa wa 6 wa gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyotamatisha nalo. Na moja kwa moja ninakamata gazeti Mtanzania leo. Kichwa kikuu cha habari kinasema REA yatoa bilioni 5 kuzalisha umeme wa maji Lupali. Ni mradi unaotumia maporomoko ya maji. Mradi huo sasa kuzalishwa kilowati 317 utapunguza matumizi ya nishati isiyo rafiki na mazingira. Wahariri waridhishwa na maendeleo ya mradi huo.
Hospitali ya Shifaa kuendesha kambi magonjwa ya mfumo wa upumuaji ni pamoja na wenye changamoto ya mapafu na pumu. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini hapa kuna habari picha inaonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na mtoto Grace Samia Suluhu aliyemwasili jana Ikulu Chamwino Dodoma. Na kichwa kingine cha habari kutoka katika gazeti Mtanzania leo kinasema bibi wa miaka 70 afariki kwa kusombwa na maji Kilosa. Wemasa ya wanoa wanahabari wanawake utunzaji wa mazingira. Wanafunzi Iringa wapewa elimu kuhusu kuepuka uviko 19. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mtanzania leo. Na sasa ninakwenda kwenye habari za michezo ambapo ninakamata gazeti Mwanasport. Kichwa kikuu cha habari kinasema Simba yashtukia jambo, yaifyatua Singida yarudi mezani faster. Mchezo wa mayai wenye timu kibao. Habari hii utaipata ukurasa wa 12 wa gazeti Mwanasport. Sacho anavyopuna pesa UTD. Prisons vs Yanga kuna kitu. Huyu hapa TZ1 wa gofu. Habari hii utaipata ukurasa wa 14 wa gazeti Mwanasport, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na sasa nimeligeukia gazeti Taifa Tanzania upande wa michezo. Simba yachukua pointi zote 3 dhidi ya Singida BS. Tanzania Prisons yaahidi kuondoka na matokeo chanya dhidi ya Yanga leo. Trump aikaribisha timu ya Iran kucheza kombe la dunia. TRA yapiga Namungo bao 2-0. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Taifa Tanzania kwa upande wa michezo. Na sasa ninaligeukia gazeti Nipashe upande wa michezo. Simba yatakata. Mpanzu Oura waongoza mashambulizi, Mnyama akijiimarisha katika mbio za. Kichwa kingine cha habari kinasema Yanga Prisons mechi ya kisasi. Tanzania kuandaa CAF U20 Kekafa U17 2026. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Nipashe upande wa michezo. Na sasa ninaligeukia gazeti Mwanahabari katika ukurasa wa michezo. Yanga Prisons uwanjani Dodoma leo. Karabou mchezaji bora TRA United ikishinda 2-0. Nyota Zambia wampa Kongole Luandamina. Kilamsa Cup kufanya maboresho makubwa. Simba yaichapa Singida BS 2-1. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanahabari upande wa michezo. Vile usisahau kuwa kipindi hiki kimewezeshwa na sabuni ya Wakawaka. Wakawaka ng'ara kwa kujiamini. Na hivyo ndivyo ilikuwa muktasari wa vichwa vya habari kutoka magazeti ya leo. Kwa habari kamili, uchambuzi wa kina pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazoendelea kujiri ndani na nje ya nchi, endelea kufuatilia Force News kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii.